Ulimwengu wa marehemu ulikuwa kama hadithi tamu ya mapenzi ambayo hakuna aliyewahi kufikiria ingeweza kumalizika kwa maumivu makali kiasi kile. Alikuwa mwanaume makini, mwenye ndoto kubwa za maisha, na moyo wake ulikuwa wa kipekee, ulijaa upendo wa kweli. Alimwamini sana mke wake, si kwa maneno tu, bali kwa vitendo. Alijitoa kwa kila hali kuhakikisha familia yake inaishi maisha bora. Aliamini ndoa yao ilikuwa agano lisiloweza kuvunjika. Nyumba yao haikuwa kubwa sana, lakini ilikuwa imejaa amani. Kuta zake zilishuhudia vicheko vyao, mipango yao, ndoto walizochora kwa pamoja. Walikaa sebuleni mara nyingi wakipanga kununua gari, kupanua biashara, na siku moja kujenga nyumba ya kifahari zaidi. Kadri muda ulivyokwenda, mabadiliko madogo yalianza kuonekana. Mke wake alianza kubadilika. Lakini kwa sababu ya upendo na imani aliyokuwa nayo, hakutaka kuamini kuwa kuna kitu kibaya kilikuwa kinaendelea. Kile ambacho hakukijua ni kwamba tayari moyo wa mke wake ulikuwa umehamia kwa mwanaume mwingine. Siku moja, bila dalili wala maelezo ya kina, mke wake aliondoka. Hakuacha barua ya kuomba msamaha. Aliondoka kimya kimya, akiacha pengo kubwa lisilozibika. Baadaye ukweli ulijulikana. Alikuwa ameondoka na mwanaume mwingine. Mwanaume ambaye hakuwa amejenga naye chochote, lakini alimchagua kuliko ndoa yao ya miaka mingi. Maumivu aliyoyapata hayakuwa ya kawaida. Hayakuwa tu maumivu ya kuachwa, bali maumivu ya kusalitiwa, kudharauliwa na kuvunjwa moyo. Kila kona ya nyumba ilimkumbusha kumbukumbu zao. Kitanda kilionekana kikubwa kupita kiasi. Ukimya wa usiku ulizidi kumuumiza. Kabla ya kuondoka, mke wake alikuwa amemshawishi wachukue mikopo kwa dhamana ya nyumba na mali zao. Ilikuwa ni kwa ajili ya kupanua biashara yao, kwa ajili ya maisha bora zaidi. Kwa sababu alimwamini mke wake, hakusita. Baada ya pesa kutoka, mke wake alichukua kila kitu. Akaanza maisha mapya na mwanaume mwingine, huku akimwacha mume wake akizama kwenye dimbwi la madeni. Benki waliomkopesha hawakujali simulizi yake. Simu zilianza kupigwa kila siku. Barua za madai zikaanza kufika. Vitisho vya kunyang'anywa nyumba vikazidi. Alijaribu kupambana. Aliuza baadhi ya vitu ili kulipa sehemu ya deni. Alikopa kwa marafiki. Alifanya kazi usiku na mchana. Lakini kadri alivyojaribu kusimama, ndivyo alivyozidi kuzama. Marafiki wengi walimkimbia. Baadhi walimcheka kwa siri. Wengine walimlaumu, wakisema alipaswa kuwa makini zaidi. Hakuna aliyejua mzigo aliyoubeba moyoni mwake. Msongo wa mawazo ulimvaa taratibu. Usingizi ukampotea. Afya yake ikaanza kudhoofika. Yule mwanaume aliyewahi kuota ndoto kubwa sasa aligeuka kivuli cha nafsi yake ya zamani. Siku nyumba ilipokuja kuchukuliwa, alisimama nje akiitazama kwa macho yaliyojaa machozi. Hapo ndipo alipogundua kuwa si tu nyumba iliyopotea, bali maisha yote aliyoyajenga kwa miaka mingi sasa yalikuwa yamepotea. Ndani ya muda mfupi, alipoteza kila kitu. Alikufa akiwa hana kitu cha kumtambulisha duniani. Hakukuwa na utajiri. Hakukuwa na mali. Kilichobaki ni hadithi ya mwanaume aliyependa kwa moyo wa kweli, lakini akaamini bila tahadhari. Wakati huo huo, mbali na hapo, aliyekuwa mke wake aliendelea kufurahia maisha mapya. Watu waliendelea na shughuli zao. Lakini mahali fulani, simulizi ya marehemu ilibaki kama funzo kwa wale wanaosikia. Funzo kwamba upendo ni mzuri, lakini usipofuatana na hekima unaweza kuwa mlango wa maangamizi. Funzo kwamba kuamini ni jambo jema, lakini tahadhari ni muhimu. Na funzo kwamba si kila tabasamu lina maana ya uaminifu. Huu ndio ulikuwa ulimwengu wa marehemu. Ulianza kama hadithi tamu, ukaishia kuwa somo chungu la maisha. Kama umejifunza kitu kupitia simulizi hii, basi watumie na wengine ambao ungetamani wajifunze kitu kupitia simulizi hii.